Asante, nafikiri kwa kuungana na mimi pale ambapo mtandao pia ulikuwa unasumbua, lakini nimewaandalia hii video ambayo ndio yalikuwa mafundisho ya siku ya leo, kwa maana tunahitaji kuendelea kukua zaidi. Jana tulijifunza pia kuhusiana na ukimya, na tukasoma katika ile Sefania kwamba Bwana anatakiwa tufanye sisi tukae ukimya ili tumsikilize yeye, tuisikilize sauti ya Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hivyo basi katika siku ya leo tutazungumza mfungo bila kusamehe bure. Ni kitu ambacho utakuwa unakifanya unaponda maji kwenye kinu. Kufunga bila kusamehe watu na kuwaachilia ni sawa na kuponda maji katika kinu. Tunapohitaji kufunga siku zote, manake inatubidi sisi kuamua kuachilia wote ambao wametushikilia kwenye maisha yetu. Tukiwaachilia basi tunajikubali kuwa tunaingia katika mfungo tukiwa hatuna kinyongo wala chuki na mtu fulani. Lengo kuu ni kuhakikisha mfungo wetu unakwenda vizuri kwenye maisha yetu kama ambavyo inahitaji tuende. Zaidi sana katika hayo, Mungu anatualika sana kuwasamehe wengine. Kuwasamehe wengine na kuwaachilia ili wasiendelee kuwa na vinyongo kwetu sisi au sisi kuwa na vinyongo na wao. Hii inatokana na nini? Mazingira ya kawaida we utaona tu ni kawaida kwamba usimsamehe mtu. Ni kweli hutomsamehe, lakini jua kabisa kuna vitu unavifunga kwenye maisha yako wewe. Kuna wengine tunasema hata kama nisipomsamehe huyo haina shida, mimi acha niendelee na maisha yangu. Ndio utaendelea na maisha yako, lakini jua kuna vitu fulani na baraka fulani za Mungu ambazo bado hazijakufikia kwa sababu haujataka kusamehe. Biblia inasemaje? Katika Marko ile 11 mstari ule wa 25 inasema, mnaposimama kusali, kama mna kitu juu ya mtu msameheni, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Ukiwa na kitu fulani, chuki, aidha amekutendea uovu au kuna mtu fulani umegombana naye, aidha kuna mambo fulani amekufanyia, wewe haujafanya, lakini bado kuna vitu fulani amekuwekea kinyongo, anataka tu kukuharibia kwenye maisha yako. Mimi nakuamuru katika siku ya leo, na napenda sana uweze kumsamehe huyo mtu. Ukimsamehe, yeye ataendelea kuwa kama jinsi alivyo, lakini wewe tayari Mungu ameshauona moyo wako. Ameshasema na moyo wako kuwa muache huyo mtu aende zake kwenye maisha yake. Kwa sababu sisi tunachokipenda kwenye maisha ni kuwa huru. Kuwa huru kwenye maisha yetu. Yale mambo mengine ambayo yanahusiana na mtu fulani ameishikilia baraka yangu mimi, kama sijamsamehe, basi sisi hatutaki kuwa nayo kwenye maisha. Ukiwa kama mtu wa imani na mtu wa kiroho, sio wa kimwili, basi jua kabisa unapaswa kuachilia. Unaweza kufunga siku nyingi, unaweza kulia siku nyingi kwenye maisha yako. Unaweza kuomboleza sana kwenye maisha yako na kufunga sana kwenye maisha yako. Lakini kama hautaweza kuwasamehe au kuachilia wote waliokukosea, mfungo wako ni kitu cha bure kabisa kwa Mungu. Mfungo ambao Mungu anaupenda ni upi? Ni kuachilia vile vifungo vya uovu, kuachilia watu, kuachilia roho mbaya kwenye maisha yetu. Biblia inasemaje katika ile Isaya 58 ule mstari wa 6? Mfungo ni uchaguao mimi, sio huu: kufungua vifungo vya uovu, kuachilia walioonewa huru. Nimesoma tu kwa ufupi, lakini ukisoma vizuri, ukitaka kusoma vizuri, soma 58:1 mpaka mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 8. Ukisoma vizuri pale ndio utaelewa namna gani mfungo ambao unahitajika ni kufungua vifungo mbalimbali, kuachilia watu mbalimbali. Ukivifungua vifungo hivyo, jua kabisa unaendelea kuachilia baraka kwenye maisha yako. Yesu pia alizungumza sana kuhusiana na neno kusamehe, kwa sababu alizungumza haya akijua kabisa watu bado tupo katika mioyo migumu. Anajua kabisa watu tupo na roho ngumu za kuweza kuachilia.
Alisema katika ile Mathayo 6 ule mstari wa 15, alisema kama ninyi hamwasamehi watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi. Tunaelewana hapo? Usiposamehe watu makosa yao, jua kabisa na wewe inapofika swala la kusamehewa kosa lako, na wewe Mungu hata kusikiliza. Kwa sababu jambo unalowatendea wenzako, usije ukafanya hilo na wewe wakakutendea. Yaani tunasema hivi, Kiswahili cha kawaida, usichotaka wakutendee watu, basi wewe usiwatendee wengine. Hakikisha unasamehe, ndipo naye Mungu wa huruma ambaye anaona sirini, anaona mioyo ya watu, naye atakusamehe wewe inapofika wakati wa kukusamehe. Inapofika wakati wa changamoto zako na shida zako na dhambi zako ulizozitenda zikawa ni zuio kwenye maisha yako na kwenye maombi yako. Kwa hivyo utahitaji msamaha wa Mungu. Sasa, je, ukienda kuomba msamaha utasamehewa? Nope, hautasamehewa, kwa sababu Mungu atakumbuka. Mungu anakumbuka. Mungu hasahau hata siku moja. Anakumbuka maisha yako yote unayoyapitia. Kwa hivyo basi usiposamehe, Mungu anakumbuka, anasema wewe kuna kitu fulani haujakifanya. Kuna mtu fulani haujamsamehe. Rudi ukamsamehe. Rudi ukamsemezane naye. Kama mna kitu fulani ambacho unafungana na mtu, basi rudi ukamsamehe. Ndipo urudi kwangu kuomba msamaha wa makosa yako ambayo umewatenda, ndio na mimi nikusamehe. Kwa hiyo Mungu anaachia uhuru wa kuweza kuamua kitu gani tukifanye kwenye maisha. Msamaha sio kwa faida yetu sisi. Jua hilo. Msamaha ni kwa faida pia ya yule mtu. Hii inasema hivi kwamba unapoachilia yule mtu ambaye amekutendea maovu, basi unafungua mbingu yako. Naye yule ambaye inawezekana kwa namna moja ama nyingine mlikosana naye, ukimsamehe yule, basi na yeye umemwachilia, naye baraka kwake zinaendelea kwenye maisha. Lakini pia unakuwa umempata ndugu yako, kwa sababu mkisha sameheana, manake kuna step mpya ya maisha inaendelea. Inaanza kuanzia hapo, kitu ambacho kitafungua maisha yako wewe. Nasema na mtu hapa, nafikiri naongea na mtu hapa ambaye ana uelewa wa kiimani na kiroho. Kama unashindwa namna ya kusamehe, Mungu akupe huruma hiyo. Naomba Mungu aachilie huruma yake peke yake kwenye maisha yako, kwenye moyo wako. Uondoe huo moyo wa jiwe wa kutokusamehe. Usiposamehe, amini, unafunga mbingu yako. Siku hii ya leo, kama wewe unataka kufunga vizuri na mfungo huu uendelee vizuri, hakikisha unasamehe. Unataka kuwa na mfungo wenye nguvu, hakikisha umemsamehe mtu. Hakikisha umeachilia. Hakikisha umesema basi inatosha kwenye maisha yangu kuwa mshikilia huyu mtu, imetosha. Sema hivyo ili uendelee kupokea baraka zako kwenye maisha yako. Sisemi kwamba kutokusamehe haupokei baraka, hapana. Isipokuwa unajenga mazingira ya kuaminiwa pia na Mungu, kwamba wewe pia kama unawaachilia wengine, naye Mungu atakusamehe wakati wa uovu wako. Sio kwamba binadamu wote tuko sawa. Sio kwamba binadamu tunatenda mema tu, wakati mwingine tunatenda dhambi. Unataka maombi yako pia ajibiwe, ni lazima utoe msamaha. Ni lazima ufanye msamaha kwa watu wengine. Ni lazima usamehe, ndipo upate baraka yako. Unataka pia uhuru kwenye maisha yako, uhuru kwenye kazi zako, uhuru kwenye maisha yako, uhuru kwenye biashara zako, uhuru kwenye kila kitu, basi hakikisha unasamehe. Ndipo Mungu naye atakusamehe, naye yule ambaye umemsamehe basi ataendelea kukukumbuka kwenye maisha yako, na ataendelea kukuamini kwenye maisha yako. Ataendelea kuona kuna baraka ya Mungu, kuna neema ya Mungu juu ya mtu huyu. Lakini pia na mimi mwenyewe naamua kuachilia kwenye maisha yangu. Upo katika mfungo, hakuna haja ya kumwendelea kumshikilia mtu kwenye maisha yako. Hakuna haja ya kuendelea kufanya mambo ya ajabu katika mfungo huu. Katika siku ya leo tunajifunza zaidi kuachilia. Kuna watu tunasahau hatusamehi. Tujue tofauti hapo. Yaani inawezekana wewe leo mtu amekutendea uovu, si ndio? Inawezekana leo mtu amekuudhi, amekufanyia chuki, amekufanyia dhihaka.
na wewe ukasema ninakusamehe lakini sintasahau. Hiyo tunachosema lakini sintasahau ni kwamba umejisahaulisha tu, ila neno kusamehe bado hujalifanya. Yaani moyo wako haujakubali kumwachilia huyu mtu kwa sababu umemwekea bado kinyongo kwenye maisha yako. Ukisema tu kwamba lakini sitasahau, basi jua kabisa umeshajiwekea uzio kwenye maisha yako. Mungu akusaidie sana. Tuingie katika maombi mafupi ambayo ni ya kuomba rehema za Mungu na kuomba huruma ya Mungu ikusaidie wewe ambaye unashindwa kumwachilia mtu ambaye amekutenda uovu. Tuombe huruma ya Mungu ikusaidie uweze kumwachilia huyo mtu kwenye maisha yako. Biblia inazungumza habari ya kwamba msipowasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Tuombe. Ninakushukuru Mungu Mwenyezi kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa baraka zako, asante kwa wema wako, asante pia kwa huruma zako. Umetufundisha kwa habari ya kusamehe watu makosa yao waliotukosea sisi. Ninaomba huruma yako Bwana. Ninaomba uweza na nguvu itokayo kwako. Utupe huruma ya kusamehe sisi makosa na maovu ya watu wengine wanayotufanyia. Kuna maovu mengi wanayotufanyia. Baba zetu wanatufanyia, dada zetu wanatufanyia, ndugu zetu wanatufanyia, kaka zetu, baba zetu, wajomba, inawezekana majirani, ndugu na watu wengine wote wanatufanyia maovu. Lakini Mungu wa rehema, tunaomba huruma yako endelee kuwa pamoja nasi kwenye maisha yetu. Kwenye familia zetu utembee pamoja nasi. Katika watoto wetu utembee pamoja nasi. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine tunawakosea pia watoto wetu. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine tunakosea pia watu wengine. Tunaomba radhi ya makosa yote ambayo tumeyatenda Bwana. Tunaomba utusamehe. Tunakiri madhaifu yetu. Lakini tunaomba zaidi huruma yako Mungu, tuweze kuachilia watu wengine ambao tumewashikilia kwenye maisha yetu. Tunaomba rehema zako Bwana, tukapate kuwasamehe kwa moyo radhi kabisa. Ili Bwana, pale ambapo sisi wenyewe ni dhaifu, Bwana tunaomba utusamehe sisi makosa yetu na maovu yetu. Katika nyakati ya uovu Bwana, tunaomba utusamehe sisi. Uachilie yote, tuachilie yote kwenye maisha yetu na kwenye mioyo yetu migumu ambayo Bwana umetuambia sameheni, ndipo na nyinyi mtasamehewa maovu yenu. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana wewe ambaye unaendelea kunisikiliza. Na Mungu akakubariki sana katika msamaha wako. Uachilie baba yako, muachilie, ikiwa ni ndugu zako waachilie, watu majirani na wengine wote ambao wamekutenda uovu. Mungu akusaidie sana uweze kuachilia. Katika siku ya kesho basi tutaendelea kujifunza zaidi kuhusiana na njaa ya kimwili na tofauti ya njaa ya kiroho. Njaa ya kimwili ni nini na njaa ya kiroho ni nini? Kipi kati ya njaa ya kimwili na njaa ya kiroho tuifuate zaidi kwenye maisha yetu zidi ya njaa nyingine? Mungu na kubariki sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment hapo chini katika hii video. Ni live streaming ambayo tunaendelea kila siku saa 3 kamili. Mungu na akubariki sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.